بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1446 katika darsa ya tafsiri Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri suratul Nazi'at na tulifikia aya 34. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، بس itakapofika hiyo balaa kubwa, maana ya kiyama, itakapofikia hiyo balaa kubwa. فإذا جاءت النفخة الثانية، itakapopulizwa baragumu kwa mara ya pili. وقامت القيامة، na kiyama itakaposimama, balaa yake itaenea, itamwenea kila kiumbe. yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo kila mmoja atakumbuka aliyoyafanya. يعني يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا أو شرا، بمعنى siku hiyo itakapokuja, balaa hiyo itakapofika, basi mwanadamu atakumbuka kile alichokitanguliza katika matendo yake, iwe ni khairi iwe ni shari. وبرزت الجحيم لمن يرى، na jahannam itadhihirishwa kwa mwenye kuona. ay wajia bi jahannam wa udhirat ayanan liman yubsiruha, na moto wa jahannam utaletwa mbele ya watu, kila mmoja atauona moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam tukio hili la kutisha akilieleza, asema: yu'ta bi jahannam yawma idhin, siku hiyo ya kiyama moto wa jahannam utavutwa uletwe mbele za watu, watu wauone moto wa jahannam. laha 70,000 zimam, moto wa jahannam utakuwa na mashiko 70,000, sehemu ya kushika ile kunyanyuliwa. ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha, katika kila sehemu ya kushika watakuwepo malaika 70,000 wauguruza moto wa jahannam. Ukipiga hesabu mashiko 70,000 yatashikwa katika kila sehemu moja malaika 70,000, utakuta kuwa hesabu yake ya milioni 4,900,000. yani kuna malaika milioni 4,900,000 ndio watakaobeba
moto wa jahannam kuuleta mbele za watu. Hiyo idadi si ndogo. Allahu a'lam ule ukubwa wa malaika hawa. Lakini lau kama kwa mfano ingelikuwa ni hapa duniani, huu moto wa duniani tu wa kawaida ambao sisi tuutumia kupikia, ungeliburuzwa na malaika idadi hii 4,900,000 wauburuza, hivi waonaje vile utakavyokuwa na vitisho, utakavyotisha ule moto, namna utakavyokuwa mkubwa ule moto. Sasa huu ni moto wa jahannam, waletwa katika sura kama hiyo, na haitoshelezi kuwa hii hali ya tishia katika kule kuletwa ule moto wa jahannam, bado na ule moto wenyewe sasa, idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ukiwaona wale wakosefu kwa mbali, ule moto wa jahannam, wale wakosefu wale wataanza kuusikia mgurumo wake wa kutisha na hasira. Unajua kule kunguruma kwa hasira kwa moto wa jahannam. Juzi hapa kumepiga ngurumo za radi, nafikiri wengi wenu hapa mmeshtuka usiku. Piga mgurumo hapa, watu wakaamka, nyoyo za piga, kila mtu asema sijawahi kusikia mgurumo kama ule. Kama ulilala basi pole, yani wewe basi nkulala kweli. Lakini watu waliamka usingizini, ngurumo ule, watu wote wakaamka, wengine ndio usingizi haukuja tena. Sasa ule ni mgurumo wa rehma. Ule mgurumo mliosikia juzi ni wa rehma, ni mvua. mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ile ni rehma ya Allah, mvua, na imetutishia namna ile. Haje huo moto wa jahannam, ngurumo wake utakuwaje? Wallahi ya mambo, lau kama mtu atakaa zingatie, ni sababu ya yeye kunyoka, akajiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito. Lakini mambo mazito sana yamngojea mwanadamu mbele yake. wajia yawmaidhin bijahannam yawmaidhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Kwa suratul Fajr Allah subhanahu wajia yawmaidhin bijahannam, kwa siku hiyo moto wa jahannam utaletwa mbele za watu, na idadi ya malaika ni hivyo tulivyotaja, mashiko 70,000, kila sehemu moja ya kushikilia malaika 70,000. Huu moto utakuwa ni mkubwa kiasi gani? Ukitaka kujua ukubwa wa moto wa jahannam, soma aya yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Moto wa jahannam kila unapoulizwa ushajaa, sababu Allah ameahidi kuwa la amla anna jahannam min aljinnati wan nasi ajma'in. Kwa waulizwa ule moto wa jahannam hal imtala'ti, ule moto wajibu hal min mazid, kuna wa kuongeza, lete bado. Kwa hivyo hii aya yaonyesha ule ukina mkubwa wa moto wa jahannam. Wallahu almusta'an. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa amma man tagha, basi ama yule aliyezidi ujeuri akapita mipaka katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma man tagha ay tajawaza alhadd fi aldhalal, yule aliyepita mipaka katika upotofu. Wa athara alhayata ad-dunya, na akapenda zaidi maisha ya dunia. Faddala alhayata ad-dunya alfaniya ala alhayati al-ukhra albaqiya, akafadhilisha maisha ya dunia haya ambayo hayatadumu kwa mtu yoyote juu ya maisha ya akhira ambayo yatabakia milele. Yeye akatanguliza haya maisha ya dunia.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وحقيقة جهنم ndio makazi yake mtu huyo. Ay fa inna an-nar hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilayhi, moto wa jahannam ndio makazi yake atakaposhukia mtu huyo. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake na akajizuilia nafsi yake na matamanio. Ay khafa qiyamahu baina yadayhi subhanahu wa ta'ala wa baina yaday rabbih, yule atakayeogopa katika hii dunia kuwa iko siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kaffa nafsahu an ittiba'i ma tahwahu mimma harramahu Allah, akaikomesha nafsi yake na kuizuia kutokamana na matamanio ya ile nafsi katika yale mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Fa innal jannata hiya almawa, ay hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilayhi, basi huyo pepo itakuwa ndio makazi yake atakaposhukia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama kitakuwa lini. Ninakuuliza ewe mtume wangu, hao wanaokadhibisha kuwa kuna siku watafufuliwa, wakuuliza wewe kiyama kitasimama lini? Kama kuna kiyama basi lini? Ta'annutan wa inadan wa istihzaan, wauliza kwa istihzaa. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, fima anta min dhikraha, una nini wewe hata ukitaji? Bimaana laysa laka ilmun biha hatta tadhkuraha lahum, wewe mwenyewe huna ilmu juu ya hilo jambo mpaka uwatajie. Walaysa min sha'ni kadhalik, wala hilo si jambo lako, halikuhusu wewe hata wakuulize wao ni lini kiyama. Inma sha'nuka al-isti'dad la, wewe shughuli yako ni ujiandae kwa ajili ya hiyo siku. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam, wako baadhi ya masahaba ambao walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, mata saa, qala wama a'dadta laha. Sababu cha muhimu si kujua ni lini kiyama, muhimu ni kuwa umejiandaaje wewe. Ukiambiwa kesho ndio kiyama, faida yake nini? Wiki ijayo kiyama, ikiwa hukujiandaa faida yake nini? Kinachotizamwa ni kuwa umejiandaa vipi wewe kwa ajili ya siku hiyo. Je, uko tayari kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Hiyo hali ulionayo wewe wairidhia ukutane nao na Mola wako subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo cha muhimu zaidi si kuuliza mata saa, muhimu zaidi kujiuliza nafsi yako, madha a'adadta laha, wewe umejiandaa na nini kwa ajili ya kiyama? Ni kama mtu leo ajishughulisha nitakufa lini, hilo jambo Allah amelificha, hakuna anayelijua. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaki wewe ujiulize nitakufa lini, ataka kutoka kwako wewe mwanadamu ujiandae kwa ajili ya hayo mauti ambao utakutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa badala ya wewe kujishughulisha na mambo ambayo Allah ameyaficha, wewe jishughulishe kwa ajili ya kujiandaa, sababu hilo ndio muhimu kwako. Kama kungelikuwa na umuhimu wa watu kuijua siku ya kiyama, basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaambia, lakini si muhimu kwako kujua, na hakuna yeyote anayejua kiyama ni lini. Mbora wa malaika alimuuliza mbora wa mitume kuhusu jambo hilo, lini kiyama kitakuwa. Jibril amuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu kiyama lini, qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yule anayeulizwa hajui na yule muulizaji hajui. Sasa ikiwa hawa ndio wale wabora kabisa hawajui kiyama lini, nani mwingine atakayejua? Sababu si shughuli yao.
Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha, kwa Mola wako ndio mwisho wake. Bimaana hawa kuuliza kuhusu kiyama, hili jambo halikuhusu wewe. Ila rabbika wahdahu muntaha ilmu saa, kwa Mola wako peke yako ndio mwisho wa ilmu ya kujua kiyama lini. Hakuna anayejua isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Inma anta mundhiru man yakhshaha, kwa hakika wewe ni mwonyaji tu, lakini kwa mwenye kuhofu na kuogopa. Inma anta mundhiru man yakhsha as-saa, bimaana wewe ni mwonyaji kwa yule anayeogopa siku ya kiyama. Liannahu huwa alladhi yantafi'u biindharika, sababu huyo peke yake ndiye atakayenufaika na maonyaji yako. Lakini ikiwa mtu haogopi wala haamini, huyo hata ukamwambia nini yeye haathiriki. Lakini wajue kitu kimoja, kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, ni kama kwamba wao siku hiyo watakapokiona hicho kiyama hawakukaa isipokuwa jioni moja tu au mchana wake. Ay kaannahum yawma yarawna as-sa'ata mushahadatan, siku hiyo watakapoiona kiyama kwa macho yao hivi, wakashuhudia siku ya kiyama, lam yalbathu fi hayatihim ad-dunya illa ashiyatan au duhaha, ashiyata yawm wahid au bukrata. Watahisi ni kama wameishi katika huu ulimwengu ashia. Ashia ni wakati wa jioni, au wameishi wakati wa dhuha, ule wa asubuhi dhuha. Bimaana wataona yale maisha yao walioishi hapa duniani yalikuwa mafupi. Hasa kwa yule anayeuliza, sisi tukiingia makaburini kule tutakaa muda gani? Itakuwa muda mrefu sana. Ni kweli, kwa hisabu ya mtu aliyokuwa hai sahihi, akiambiwa sema muda mrefu, kwani kuanzia azikwe Adam alayhi salam mpaka leo miaka mingapi imepita? Lakini jua kitu kimoja, sote siku ya kiyama tutaona kuwa ule muda tuliokaa katika huu ulimwengu ambao sasa hivi tuko tuzungumza, na ule muda ambao tutakaa katika maisha ya barzakh ni sawa sawa na kipindi kifupi cha wakati wa dhuha au wakati wa jioni, kifupi kabisa. Na ndio pale watakapoulizwa, kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman au ba'dha yawm, watajibu hivyo na kusema kuwa tumeishi katika huu ulimwengu siku moja au sehemu ya siku. Hivyo ndivyo itakavyokuwa hali siku ya kiyama. Hiyo ilikuwa ni tarjama, na kwa kifupi tukieleza maana ya hizi aya, na nafikiri mpaka hapa zitakuwa zimeeleweka kwa kiasi fulani. Lakini tukija katika tafsir ya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kabla sijaingia kuanza, na wakumbusha kuwa kabla ya hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza alama na ishara kubwa zinazoonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali uwepo wake na uwezo wake mkubwa alionao. Pale aliposema a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha, mpaka mwisho wa zile aya. Akaeleza uwezo wake mkubwa, uwepo wake ala rububiyatihi wa ala uluhiyatihi wa ala tadbirihi lilkaun, na akaeleza ulezi wake na kustahiki kwake uungu na kuabudiwa, na kuwa yeye ndiye anayeupeleka huu ulimwengu. Wa ala annahu huwa alqawiyyu almatin, na kuwa yeye ndiye mwenye nguvu madhubuti kabisa. Wa ala annahu ala kulli shay'in qadir,
akabainisha kuwa yeye ni muweza wa kila kitu. Kwa hizi ishara alizozitaja ni kuwa atuambia sisi, ikiwa nimeweza kuyafanya yote hayo, mimi nitashindwa kuwafufua nyinyi baada ya kufa? Nitashindwa kuwaleta upya baada ya kufa? Je, nitashindwa kusimamisha kiyama na yale yatakayojiri katika siku hiyo nzito? Ndio hapo akaingia katika kueleza subhanahu wa ta'ala, فإذا جاءت الطامة الكبرى. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة. pale kitakapokuja kiyama kikubwa. Tumetaja kuwa kiyama kiko aina mbili, kuna alqiyamatu as-sughra na alqiyamatu al-kubra. Nini maana alqiyamatu as-sughra? Man mata qamat qiyamatuhu, kila mmoja wetu pale anapokufa kiyama chake kishamsimamia, bimaana ajua wakati iwafa kuwa yeye ni katika watu wa peponi au watu wa motoni pale anapofariki. Na kuna kiyama kile ambacho watafufuliwa sasa watu wote, chajulikana kama alqiyamatu alkubra. Sasa hicho kiyama kitakapokuja kikubwa hicho, washiddatul udhma, na shida iliyo kubwa kabisa, allati yahunu indaha kullu shidda, ukipima shida yoyote na uzito wowote na siku ya kiyama si chochote. Hizo shida zote utaziona si chochote. Fahina idhin yadhhulu alwalidu an waladihi, wakati huo mzazi atamsahau mtoto wake siku hiyo. Wasahibu an sahibihi, na rafiki atamsahau mwenzake. Wa kullu muhibbin an habibihi, na kila anayempenda mwenzake atamsahau siku hiyo. Wacha kuwa ni sahibi yako, wampenda ndugu yako, jamaa yako. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu hii siku asema: ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Enyi watu, mcheni Mola wenu, mcheni Mola wenu mlezi, kwani hakika tetemeko la siku ya kiyama ni jambo kubwa mno. Anayezungumza hivi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayesema maneno haya: jueni tetemeko la siku ya kiyama ni jambo kubwa sana, kubwa sana. Anayezungumza ni Allah maneno haya. Na Allah akisema kitu ni kikubwa, yatakao utasawar kitakuwa kikubwa kiasi gani. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, siku hiyo mtakapoiona hiyo siku, mtakapoona tetemeko hilo, mwanamke anayenyonyesha atamsahau mtoto wake, amtupe yule mtoto wake, atamsahau. Sasa yatakao utasawar ule uzito wa siku hiyo, mpaka mwanamke kumsahau mtoto wake aliyemzaa na yale mahaba aliyoko baina ya mama na mtoto, atamsahau siku hiyo. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na kila kilichokuwa na ujauzito iwe tayari kuzaa bado wakati wa siku hiyo, kitaangusha kile kilichoko katika tumbo lake. Watara an-nasa sukara wama hum bisukara, Allah asema na siku hiyo utaona watu kama walevi. Wallahi si walevi, walakin adhab Allah shadid. Maneno mazito ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya siku ya kiyama. Na ukisoma maneno haya kisha tujiangalie hali yetu, wallahi nurfi ala halina, hali yetu yasikitisha. Yani tuweza kukaa kana kwamba hakuna siku kama hii nzito itatupitia, na kila mmoja ataiona siku hii. Qala wa yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, na siku hiyo mwanadamu atakumbuka yale matendo aliyoyatanguliza na kuyafanya. Ma sa'a fi dunya min khairin wa shar, yale aliyofanya hapa duniani ya khairi na shari atayakumbuka. Fayatamanna ziyadata mithqali dharratin fi hasanatihi, atatamani lau kama aweza kuongeza
mfano wa mdudu chungu katika amali njema katika mizani yake. Leo mtu aweza kukufuata kukwambia bwana kuna khairi fulani saidia kufanya, ukamjibu kwa ujeuri, khairi ziko nyingi bwana, mimi na njia zangu za kufanya khairi. Wallahi siku hiyo utatamani lau kama ungelimsikiliza yule mtu ukaifanya ile khairi. Utatamani lau kama, yani angalia wale waliokufuru wale, siku hiyo majuto yao yatakuwa makubwa sana, mpaka watafikia lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al-qiyamah. Yani lau kama wangelikuwa wamiliki hii ardhi na mfano wake, wajua sijue waelewa, mfano mtu akwambia wewe wamiliki Mombasa hii kiji sehemu kidogo hiki Mombasa, huyu bwana ndio yamiliki Mombasa na vile vilivyomo hapa Mombasa, nyumba zote hizi ni zake. Leo ataonekana vipi? Yule bwana ni tajiri mashaallah, Allah amempa uwezo, Mombasa nzima yake. Hapa waambiwa lau anna lahu ma fil ardi jami'a, khalik min Mombasa nini, ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu. Hii ardhi yote usitasawar kile unachokiona tu hapa, ardhi yote na vilivyomo ndani yake, tena akapewa na mfano wake mara ya pili. Laftadau bihi, atamani angelikuwa nao ajitolee fidia, atoe kwa ajili ya kuokoka na adhabu ya Allah, lakini haitamsaidia chochote. Mfano ungelikuwa kweli wamiliki ardhi na mfano wake, lakini umekufuru hapa duniani, itakusaidia kesho akhira? Haikusaidii chochote. Hata ukasema mimi nilikuwa naweza nitatoa hiki nitatoa kile, Allah yuwataka kutoa katika sisi kitu kidogo sana. Tukiwa hapa duniani tumwamini subhanahu wa ta'ala, na tuamini yale waliokuja nao mitume wa Allah na tuyafuate. Na ukiangalia maamrisho ya Allah ya kuelekeza wewe katika kuishi maisha mazuri sana, raha kabisa, ya utulivu kabisa. Lakini pamoja na hayo ulikataa duniani kuamini, sasa wataka kutoa mfano wa ardhi au ardhi na mfano wake, haikusaidii chochote, sababu si chochote hicho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yaghummuhu wa yahzanu li ziyadati mithqali dharratin min sayiatihi, na itamtia dhiki na atahuzunika. Kule duniani alifanya mfano wa mdudu chungu, jambo ovu, atajuta na kuhuzunika sana na lile jambo. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su, lile ovu alilofanya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, atatamani ule uovu aliofanya lau kama ingelikuwa baina yake na ule uovu kuna masafa marefu, yuko mbali na ule uovu. ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا. siku hiyo atajua kuwa kiini cha kufaulu kwake au kula hasara kwake ni kile alichokifanya hapa duniani. وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. ikiwa hapa duniani ulikuwa na wasta, bimaana waweza kufanya mambo hapo, waweza kufanya uovu, lakini wewe labda fulani katika serikali rafiki yako, ili jambo mara moja tu ndoa, kwa nini sababu sahibi yangu, si kuna asbab, njia hizo waweza kufanya na mafungamano haya. Siku hiyo yatakatika yote, hakubaki isipokuwa matendo yako uliyofanya. waburrizatil jahimu liman yara ay ju'ilat fil barazi dhahiratan likulli ahadin, moto wa jahannam utaletwa mbele za watu, kila mmoja uone. qad huyat li ahliha, umeandaliwa kwa ajili ya watu walioandikiwa kwenda motoni. Na moto wa jahannam katika kutisha kwake, nikwambie, hauko katika hii rangi ambayo sisi tuona moto.
leo moto kurangiana swangara mara mwekundu mara rangi ya machungwa, sio? Moto wa jahannam uko hivyo. Moto wa jahannam ni mweusi, bimaana anaingizwa kule ndani haoni chochote, apigwa tu yeye kama marungu kama nini. Watu wengine wafanya istihzaa na kusema kwa na wale malaika watakaokuwa kiadhibu watu ndani ya moto wa jahannam, kwani wao hawachomeki? Kwani nikuulize wewe, askari jela ni mfungwa? Hebu nikuulize, askari jela ni mfungwa? Si uko jela kule, lakini ni mfungwa? Si mfungwa, sio? Sasa kumbe duniani una mfano mzuri wewe, pigwa makofi kule kweli kweli, na si mfungwa yule, ni askari. Yule aliyeumba moto atauzuia usiwachome wale malaika, wawe kazi yao wao ni kuadhibu watu tu mle ndani. Sallallahu alaihi wasallam qala qad huyat li ahliha wasta'addat li akhdhihim muntadhiratan amra rabbiha. Ule moto wa jahannam uko tayari umejiandaa kwa ajili ya kuwapatiliza wale ambao ni watu wa kutiwa motoni, wangoja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umeletwa tu pale, na kuna ahwal azungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam za kutisha sana, kuwa moto wa jahannam utakapofika utatoka mfano wa shingo, wazungumza na kichwa, kuwa mimi nimeandaliwa kwa ajili ya wale majabbar waliokuwa waovu katika hii dunia, na wangoja kwa hasira. Asa ufikiria ni yeye yule anayengojwa aambiwa maneno haya na moto wa jahannam, atakuwaje siku hiyo mtu? Fa amma man tagha ay jawaza al-hadd bi an tajarra'a 'ala al-ma'asi al-kibar wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah, yule aliyepita mipaka akawa na ujasiri wa kumaasi Allah na kufanya madhambi makubwa, hakusimama katika mipaka Allah aliyomwekea. Wa athara alhayata ad-dunya ala al-akhirah, akapendelea maisha ya dunia na kuyatanguliza juu ya akhirah. Fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan fi hududhiha wa shahawatiha, ikawa mbio zake zote ni kwa ajili ya dunia tu, dunia tu, sawa akhirah. Wakati wake wote aumaliza kwa ajili ya dunia, yeye hana muda na kujiandaa kwa ajili ya akhirah. Kwa hivyo amevama katika dunia na matamanio na shahawat, wanasiya al-akhirata wal amala laha, akaisahau akhirah na kujiandaa kwa ajili ya akhirah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, al-ma'wa lahu ay al-maqar wal maskan liman hadhihi haluhu, makazi yake yule ambaye hii ndiyo hali yake itakuwa ndani ya moto wa jahannam. وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل, yule anayeogopa kuwa iko siku atasimama mbele ya Allah na atalipwa kwa amali yake aliyoifanya. Kwa sababu Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri akizungumzia hii aya, wa amma man khafa maqama rabbih, asema lil insani fi hadhihi ad-dunya maqam wa fil akhirati maqam. Mwanadamu ana kisimamo atakachosimama hapa duniani na kesho akhira. Akitengeza kisimamo chake cha hapa duniani, basi kile cha akhira kitakuwa saadi kwake. Kisimamo cha duniani ni kipi? Akataja as-sala, pale anaposimama kuswali yuko mbele ya nani bali? Allah subhanahu wa ta'ala. Akasimama akaiswali swala yake kwa khushu' na nguzo zake na wajibati zake, akasimama vizuri kabisa, basi huyo kesho akhira ni sahali kwake, kinyume na yule anayefanya mchezo na ibada yake ya swala hapa duniani. Lakini pia wa amma man khafa maqama rabbih ay khafa alqiyama alayhi wa mujazati bil adl faathara hadha alkhawf fi qalbihi, hii hofu ya kuwa kesho nitasimama mbele ya Allah ikamwathiri katika moyo wake. Fanaha an-nafsa 'anil hawa, ikampelekea kuikataza nafsi yake an hawaha alladhi yasudduha an ta'ati Allah,
kutokamana na kufuata matamanio ya nafsi ambayo yatamzuia kutokamana na kumtii Allah. Wasara hawahu tab'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ikawa matamanio yake yafuata yale anaokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahada al-hawa washahwata as-saddain 'anil khair, akapiga vita na jihad matamanio ya nafsi yake na shahwa yake, vitu hivi viwili vinavyomzuia kutokamana na khairi. Atakayekuwa hivyo, fa innal jannata almushtamilata ala kulli khairin wa sururin wa na'im, basi ajue huyu ile pepo ambayo ndani yake kuna kila khairi, kuna kila furaha ndani yake, kila neema, hiya almawa liman hadha wasfuhu, ndiyo makazi yake yule ambaye hii ndiyo sifa yake. Sasa kila mmoja jiangalie, wataka kuwa mtu wa aina gani katika hawa wawili? Je, wataka kuwa katika wale ambao wamepita mipaka wakafuata matamanio ya nafsi ikawa moto wa jahannam ndio makazi yao, au katika wale waliotanguliza akhira wakaogopa kuwa iko siku watasimama mbele ya Allah, nitamjibu nini mimi Allah? Maana ile hofu yake ikawa atembea nayo, akawa na muraqaba, kila anapotaka kufanya uovu akumbuka kuwa Allah yaniona subhanahu wa ta'ala. Aona haya, nitamjibu nini Allah kesho nitakaposimama mbele yake? Hii hofu ikamuongoza na kumpeleka katika khairi mpaka akafikia katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hao makazi yao ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pepo ambayo ndio nyumba iliyokusanya kila khairi. Sasa sisi tuko hapa duniani tuyasoma maneno haya, Allah subhanahu wa ta'ala ashatusimamishia hoja. Sasa wewe mwenyewe chagua, wataka kwenda wapi? Mimi nataka kwenda peponi. Si maneno basi, maneno haya mashaallah. Kuna baadhi ya watu yani mara moja tu yakiambiwa labda peponi, na peponi ndio sawa sawa, basi fanya matendo, jiandae kwa ajili ya hiyo pepo. Mimi naogopa moto wa jahannam, basi jiweke mbali na kila kinachokukaribisha wewe na moto wa jahannam. Al-amal, fanya amal, usingoje mpaka ikafika ile siku ukajuta, na wajua kuwa hakika ile siku itakuja. Wewe huna shaka, wajua kuwa iko siku mimi nitaondoka hapa duniani na nitakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ashaniambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni ile siku mtakaporejea kwa Allah. Ogopeni ile siku, jiandaeni kwa ajili yake. Allahu musta'an. Kweli mwanadamu aongojiwa na mambo mazito kesho. Nataka kumaliza lakini wakati umesonga sana. Yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mpaka mwisho tutamaliza inshallah kwa kitakachokuja, ili tusipite haraka. Inshallah kuanzia aya 42 mpaka kumalizia sura tutakuja kuizungumzia biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja inshallah. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.